Kengele kigonga. Mwalimu mwenyewe ndio huyo? Ndio. Mwalimu, kwa nini umempiga mdogo wangu? Wewe nani yake kwanza? Kaka yake. Sasa wewe kaka, huyu mtoto jana tumemwambia aje na kidumu cha maji, chenye maji ili amwagilizie bustani yake. Kwa sababu sisi tunataka tutengeneze hali ya ukijani katika shule yetu. Lakini cha ajabu kaja na kidude cha ajabu. Sasa kile kidude akitoshelezi maji ya kumwagilizia bustani yake. Wewe kidumu umekuja nacho au hujaja nacho? Kakilete. Ngoja uone sasa kitu alichokuja nacho. Mimi naambia waje na kidumu chenye maji tumwagilizie bustani. Kila mtu nimemgawia bustani yake amwagilizie. Yeye anakuja na vitu vya ajabu. Chapa viboko vitatu. Haya ona. Ndio hizo kidumu chako. Sasa mwalimu, mtoto kaja na kidumu, katii maagizo yako. Wewe unamchapa. Kwani ni sahihi? Sasa hichi ni kidumu. Hiki ni kindoo. Sio kindoo, ila ni kidumu kidogo. Hiki ni nini? Kidumu kidogo. Kwenye udogo toa. Ni nini? Kidumu kidogo. Wewe unamwambiaje? Waje na kidumu. Sasa uliwaambia waje na kidumu lita ngapi? Au kidumu ukubwa gani? Sijawaambia. Sasa kosa lako, kosa la mtoto. Sasa ndo hiki hivi si vya watoto wadogo vya chekechea, hiki darasa la 6 anakuja na kidumu kama hiki. Wewe umwambia kesho njoeni na kidumu cha maji, si ndio? Mtoto kaja na kidumu cha maji. Sasa wewe unaenda kumchapa. Kweli ni sahihi? Ilitakiwa muelekeze. Bwana kilikuwa sio kidumu ukubwa huu. Njoo na kidumu labda lita 5. Sawa? Sasa wewe unaenda unachapa. Kweli ni sahihi? Na kosa lipo kwako. Haya hapo mwenye kosa wewe au mtoto? Sasa nani tutazungumza? Uzungumze na nani? Sikia hapo mdogo wangu. Nenda kakae. Unajua kaka yake Joshua mimi niliteleza. Sikia nikwambie. Nisikilize kwa makini. Wewe leo inabidi twende tukakae kijiweni kwetu kukufundisha jinsi ya kuishi na watoto. Sasa nani Joshua, sasa haya mambo yanatokea wapi? Nimekwambia haya mambo. Sawa. Haya mambo yaishe tu hapa. Mimi kijiweni nitakuja. Dondoka. Nafundisha sadaka. Joshua ndo naenda hivyo. Joshua